Karibuni tena katika kipindi chetu cha kuwa na furaha kila siku, kila dakika. Kipindi chetu cha furaha kabla ya kuanza, kama kawaida salamu zetu ziwafikie za rambirambi kwa watu wote ambao wanapatikana katika nchi za maziwa makuu, wanaozungumza lugha ya Kiswahili na kukisambaza pia. Sana sana salamu zetu ziwafikie watu kutoka Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa sababu sehemu hizi ndio zinahusika kwa nafasi kubwa ya kuweza kusambaza na kutangaza na kuzungumza Kiswahili. Pia tusisahau watu wengine ulimwenguni ambao wanaendelea kujifunza Kiswahili na kutaka kukifahamu kwa ajili ya kuambatana katika kimaendeleo na amani katika watu ambao wanaotokea nchi hizi zenye kuongea Kiswahili. Isitoshe, msikilizaji, ikiwa kama haufahamu ni kwamba kuna milioni kadhaa, karibu 100 na kitu, ambazo zinazungumza Kiswahili leo. Katika kontinenti zote, yani bara zote, ikiwemo Afrika, Ulaya, Marekani na Asia, Yemen na sehemu zingine, Kiswahili kimesambazwa na kinaongelewa sehemu kubwa. So, pia salamu zetu ziendelee kuwafikia wale wamama ambao wanaendelea kupata matatizo ya kubakwa kila baada ya dakika 4. Isitoshe na watoto ambao wanafariki kila baada ya dakika 30 huko DRC Congo. Pia wa vijana ambao wanaoburuzwa kila wakati na kupelekwa kwenye sehemu za vita na kwenye machimbo ya kolta na dhahabu, huku wakinyanyaswa na kuendelea kushikwa kama watumwa, huku wazazi wao wakiendelea kuwalilia na wengine kupotea kabisa. So, zumuni la kipindi chetu leo ni taarifa ya tarehe 13 Novemba. Yaani leo tunavyozungumza ni tarehe 9 Novemba. Bado tuna karibu siku 4. Tarehe 13 Novemba tunategemea kwamba kutakuwa tendo ambao labda litawafurahisha Wakongomani pamoja na Wanyarwanda. Bila kupoteza muda, taarifa zinaonyesha kwamba kutakuwepo kalamu inayotumainiwa tarehe 13 Novemba. Itakuwa ni kalamu ya amani na tumaini la vizazi vijayo kwa ndugu wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku hii itakuwa ya kihistoria, siku ambayo haitaandikwa tu na maneno kwenye vikaratasi, bali viongozi watachora mistari mipya yenye matumaini katika mioyo ya mamilioni ya Wakongomani. Isitoshe, picha itakayoonyeshwa kwamba viongozi wa nchi ya Rwanda na Kongo wakisaini mkataba wa amani na maendeleo ya nchi zao. Siku hii kwenye vikaratasi, yaani haitakuwa ya kwenye vikaratasi pekee, ila badala yake itakuwa ishara ya ujasiri, busara na dhamira ya kweli ya kuponya majeraha ya mataifa yao. Taarifa zinaendelea kuonyesha kwamba wananchi wa nchi hizi, Rwanda na Kongo, wanaendelea kulilia
na kumwaga damu zao, huku wanawake wakibakwa na watoto kuuawa, pia vijana kuburuzwa vitani na utumwa na kuuawa kwenye machimbo ya coltan na dhahabu. Kama tunavyofahamu sisi wote, hili jambo linaendelea kila siku. Isitoshe, wamepoteza wapendwa wao. Ripoti zinaendelea kuonyeshwa, na pia kuna taarifa zinaonyesha kwamba wamekimbia na kuacha vijiji na miji yao. Kama tunavyofahamu, watu wengi huko Mulenge, Minembwe na sehemu za vitongoji vya Uvira, kiwemo Kamanyola, kiwemo Bukavu, Goma, pamoja na Ruchuru, Masisi, kuna watu wengi wamekimbia na kuacha vijiji vyao na miji kabisa, wakaachana nayo. Watu katika sehemu hii wanaendelea kulala, kukosa chakula, yaani kwa wale ambao labda wameendelea kuvumilia na kukaa katika sehemu hizi, waliokosa nafasi ya kukimbia wanaendelea kulala, kukosa chakula na vitu vya msingi vingi maishani mwao, bila uhakika wa kwamba siku itakayofuata au kesho wanaweza wakavipata hivyo vitu, chakula, malazi, kwa maana wengi wanalala vichochoroni au wengi wameporwa vitu vyao. Ila tarehe hii ya Novemba 13, Wakongomani na Wanyarwanda, yaani viongozi wakikubali kuisaini, watasema inatosha. Vita haitawajenga, migogoro na vurugu haitawaendeleza kimaendeleo. Lazima hizi saini zitakuwa za kukataa kabisa vita na vurugu, ili maendeleo yaweze kupatikana katika wananchi wao na kupata amani na usalama. So tunategemea kwamba tarehe hii mazungumzo yenye heshima pia yatakuwepo, pamoja na ushirikiano wa kweli, bila udanganyifu na rushwa zitakuwa zimesitishwa na kukomeshwa. So vigezo hivi vyote vinaweza vikatoa ufunguo wa maendeleo ya nchi na wananchi zao. So isitoshe kwamba taarifa hii inaendelea kuonyesha kwamba viongozi wa Rwanda pamoja na Wakongomani watachagua kalamu badala ya bunduki. So kwamba bunduki zote zitakuwa zimesitishwa, kutiwa chini, na hazitatumiwa tena kwa ajili ya kuwanyanyasa wanadamu au wananchi wao. Yaani wale wa viongozi ambao wametenda isivyo watajirudia na kusikia kwamba kuendelesha vita sio kitu kizuri. Badala yake watachagua mazungumzo na kusaini amani na kuacha bunduki, huku wakitegemea karatasi na kalamu. So pia isitoshe, cha msingi watakuwa wamechagua meza ya mazungumzo badala ya uwanja wa mapambano, huku hao wakijigamba, wengine wakijigamba, sehemu ya serikali ikijigamba tunaenda kuwaondoa wale waasi, huku wakikusanya vifaa vya vita kwa ajili ya kuwamaliza wananchi wao, huku pia serikali hivyo hivyo ikileta na yenyewe ikikusanya vifaa vya vita na zana za vita kwa ajili ya kuwamaliza wananchi wao, huku wakiendelea kugombania madaraka pamoja na vyeo, huku wakisababu wananchi wao wakiendelea kuteseka, wamama kuteseka pamoja na watoto. Siku hii tunategemea kwamba
itakuwa ni siku ya pekee kiasi kwamba vita hii itakuwa imesitishwa na saini zitakuwa zimesainiwa za sehemu mbili za hawa viongozi wa Rwanda na Kongo. So pia sehemu ambayo itakuwa kubwa sana tena nzuri ni kwamba watu wote wa nchi hizi waliohusika, yaani waliohusika kupatwa na matatizo ya vita na kuendelea kuwa walemavu kiakili na matatizo tofauti, watakuwa hawana akilini mwao amani kirudi kwamba wataki kulipiza kisasi. Kutafuta kulipiza kisasi, hili inaweza kuwa sio jambo nzuri, kwa sababu yaliyopita yamepita, yatakuwa yamesahauliwa. Kama vile Mwenyezi Mungu tukimwomba msamaha kwa makosa na dhambi tuliyofanya, huwa anavuta kabisa na kutupatia nafasi ya kufanya yaliyo mema na kujiendeleza kimaishani, ili tukuwe watu wenye amani na furaha. Pia ni vivyo hivyo wale ambao wamepata matatizo katika wakati huu wa vita hii, lazima watakuwa wametoa msamaha na kuweza kusamehe wale waliowatendea vibaya, na wale waliopewa msamaha na wenyewe waweze kukubali na kuacha vita kabisa na kukuwa watu wenye amani. Sana sana viongozi wa waasi pamoja na wengine viongozi wa serikalini ambao wanaendelea kuwanyanyasa wananchi huku wakiweka tumbo zao mbele na maslahi yao mbele. So kumbuke kwamba amani kama amani sio zawadi, kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba kupata amani ni kimchezo mchezo. Kumbuka kwamba Yesu Kristo alikuja hapa duniani akatufia, akamwaga damu yake na mwili wake kwa ajili yetu ili tukombolewe katika dhambi zetu. So na pia kukuwa na amani sio zawadi tu iliyopewa, inahitaji kujitolea na pia kuwa mzalendo. Pia inaonekana kwamba siku hii patakuwa jukumu la uzalendo la Wanyarwanda na Wakongomani wote. Watashirikiana kwa wazalendo wa nchi zao na kuendelea kuwa na amani, na tena wote wakuwe watu sawa sawa. Watakuwa wameacha chuki, pia fitina zitakuwa zimesitishwa kabisa, na pia hapatakuwa tatizo la kidini, na ukabila utakuwa umesitishwa. Kila kabila lote linalohusika katika nchi hizi, Kongo ikiwa na kabila zaidi 450 na pia Rwanda ikiwa na kabila 3, hizo nchi zote na kabila zao waweze kuishi kwa amani na waendelee kujenga daraja la uelewano. So itakuwa nafasi ya kuwaombea kwamba waendelee kushirikiana kama majirani wema, kama ndugu wa kweli, wawe na upendo wa agape na kumwogopa Mungu wa kweli, Yehova aliyewaumba wote bila utofauti wowote. So pia tutaiombea Afrika na yenyewe bila kusahau, kwa sababu kumbuka kwamba vurugu hii iliyosababishwa Rwanda na Kongo kuendelea kuvurugana imesababisha Afrika nzima kusimama kimaendeleo na pia kupata matatizo makubwa ya aina tofauti, kwa sababu taarifa zinaonyesha kwamba Afrika ni kama imesimama kabisa. So lakini saini hizi zikisainiwa, tuombe itakuwa ni nafasi nzuri ya Afrika kuweza kujikomboa na yenyewe, na itakuwa na amani na vurugu isitishwe. So
Saini hizi za tarehe 13 Novemba za Rwanda na Kongo zitakuwa zenye amani, pasikuwe itakuwa pia ya kuvuta machozi ya vizazi vilivyoteseka muda mrefu katika vita ya wenyewe kwa wenyewe na uchumi ndani ya nchi zao. So itakuwa nafasi nzuri ya kuwavuta machozi, yaani itakuwa ni nafasi ya hukumu pamoja na kutafuta mbinu za kuweza kuwasaidia wale ambao walioteseka katika nafasi hii. Sana sana watu ambao leo wamama, watoto na wa vijana pia wameshaugua ugonjwa wa trauma, waweze kupewa matibabu, waweze kupewa msaada inayostahili kwa binadamu wote ili aweze kuanza maisha mapya na labda ikiwezekana apate nafasi ya kusahau magumu yote na watoto wake wote waliouawa katika vita hii, au aliyebakwa aweze kutulia kiakili na kiroho, huku akifikiria maendeleo au kufikiria wakati wa kesho na kuendelea kuishi kama wengine. So kumbuka tu kwamba amani si ya viongozi pekee, kwa sababu hapa tunazungumzia viongozi wa kisiasa, viongozi wa waasi na viongozi wa nchi hizi mbili, Kongo na Rwanda. Lakini ukumbuke kwamba sehemu hii ya kupata amani kwa kalamu na mazungumzo itakayofanyika wakati huu itakuwa ya wamama kupata nafasi ya kwenda sokoni, vijana itakuwa nafasi yao ya kuelekea shuleni, na pia walimaji watakuwa na nafasi ya kulima mashamba zao, kwa sababu inaonyesha kwamba watu wengi wametupa vijiji vyao na miji yao na sehemu za mashamba zimeteketezwa. So na wengi hawana ule motisha wa kwenda tena shambani, kwenda kulima shamba zao au kufanya mambo ambayo yanayoleta maendeleo kwa ajili ya vijijini na miji kupata chakula. Lakini itakuwa ni nafasi nzuri ya walimaji kuanza tena motisha wao wa ulimaji na chakula kipatikane kwa wingi. So pia isitoshe, wakati huu itakuwa ni nafasi ya kulinda na kutunza nchi zao, yaani watakuwa ni wazalendo wa kweli, kiasi kwamba kama nchi zingine ambazo zina ulinzi wa kutosha kwa ajili ya kulinda nchi zao, kwa sababu wananchi wakikuwa na amani na usalama, wapate chakula cha kutosha, malazi mazuri, malezi, shule na pia huduma za hospitali zikiwa nzuri, hiyo ni msingi ya kupata amani, kwa sababu mwananchi wowote akipata hivi vitu vitatu vya msingi au vinne na barabara zijengwe pote, nafikiri vurugu itakuwa imesitishwa. Kama nchi zingine zilizokuwa na maendeleo, ni vitu vya msingi hivyo vitatu anavyofanya ili vurugu isiendelee, kwa sababu mtu akikuwa na njaa, amekosa nafasi ya mlo, amekosa matibabu, amekosa usafiri, shule, hili linaleta watu kuwa na tamaa ya kuweza kuingia porini ili waweze kuvuruga usalama wa serikali. So na pia itakuwa vizuri kwamba watu wataishi kwa usalama na amani ya kudumu, yaani itakuwa ni msingi umejengwa kiasi kwamba viongozi hawa wawili wakisaini tarehe hizi, itakuwa ni saini nzuri ya kwamba utakuwa ni usalama wa kudumu, bila kufikiria tena kwamba labda kesho inaweza ikatokea. Lakini nafikiri itakuwa wamejenga msingi
ambao hauwezi ukavurugwa tena. So kwa hivyo basi nafikiri tumesikia kwamba hii inatupatia motisha ikiwa kwamba kabisa watakubali kuelekea huko New York Marekani au Washington kwa ajili ya kusaini huo mkataba wa kalamu wa amani badala ya bunduki. Sisi wote tutafurahi siku hiyo tukiona umefika kwenye meza ya mazungumzo na kusitisha na kumaliza tatizo zao, huku waasi ambao wanaoishi sehemu ambazo wanaendelea kuwanyanyasa wananchi watakuwa wamesitisha na wenyewe na kutia bunduki zao chini, kwa sababu hizi haziwasaidii wananchi wa hizo sehemu chochote. Badala yake wanaendelea kuwanyanyasa na damu zao zinaendelea kumlilia Mungu aliye juu na kulia kila siku popote, na zile kelele za wamama wanaobakwa na watoto kufariki zinaendelea kutangaza na kulia kila siku. Hili linaleta nchi hizo kukosa usalama na kwa zimelaaniwa kabisa. So tutegemee tukiwapigia asante nyinyi wote mliotusikiliza katika taarifa hii. Tutegemee kwamba itakuwa ni taarifa ya ukweli na itakuwa ni taarifa ya kwamba siku hii itakuwa imefika, kila mtu atakuwa amefurahi. So kwa hivyo basi Mungu Yehova aendelee kuibariki Rwanda na viongozi wao, pia na Congo DRC na viongozi wao, bila kusahau Afrika na bila kusahau wamama na watoto na vijana wanaoendelea kupata matatizo. So asanteni sana, tutaonana tena katika taarifa zifuatazo. Tutaendelea kuwajuza kila wakati yale yanayoendelea, lakini sana sana kipindi chetu mkumbuke kwamba ni kipindi cha kupata furaha na amani. So ni kukujuza wewe uendelee kufikiri katika kichwa chako au katika uwezo wako namna ya kupata furaha wakati huu, nafasi hii, ikiwa kama unapumua na ikiwa uko mzima. Tunakuombea kuwa na furaha, tunakuombea amani. Asante sana, shukrani, tuonane tena baadaye.